taarifa imeandikwa ukurasa wa ndani gazeti la Raia Mwema. Lakini iko taarifa ameandika Padri Dr. Kitima ashukuru Mungu, taarifa ukurasa wa 7. Siku 58 za moto CCM, hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa ukurasa wa 2 gazeti la Raia Mwema. Hiyo ni baada ya zoezi la uchukuaji fomu, lakini pamoja na kurejeshwa kwa yale majina matatu ambayo yatarejeshwa na kamati kuu. Ndio bwana Chuma yani kwa maana kwa ngazi ya udiwani na ubunge. Manake kinachofuata pale kuna vikao. Kuanzia 28 wanaanza michakato ya uchukuaji fomu, lakini kutakuwa na vikao vya mchujo kupitia kamati za siasa za kata, wilaya, mkoa, hatimaye kwa level ya ubunge, manake paka kamati kuu kule juu ambako tachuja. Lakini upigaji kura ni tarehe 2 mwezi wa 8. Zoezi la kupiga kura baada ya kurejesha majina matatu, kwa sababu watarejesha majina matatu kabla ya siku 3 mchakato kufanyika. Taarifa iko hivyo na imeandikwa ukurasa wa 2 gazeti la Raia Mwema. Lakini mkandarasi atishia kung'oa milango. Sasa sijui mkandarasi akupewa chake au ilikuwaje. Taarifa imeandikwa ukurasa wa 4 gazeti la Raia Mwema. Na huyu ni mkandarasi kutoka kampuni ya AJ Mabao Investment and General Pest Control inayohusika na ukandarasi wa uzabuni wa majengo, ambaye ametishia kung'oa milango kwenye kituo cha afya cha Bulige Msalala pale baada ya kutolipwa fedha za ujenzi tangu mwaka 2021. Akasema ninaondoka na milango. Nijilipe mwenyewe. Unajua hii nakumbuka kuna ziara moja kuna kibao kilikutwa, kwa maana kile kibao cha uzinduzi kiliandikwa nilipeni pesa yangu kwanza ndio niandike jina la mheshimiwa. Hivi sifanyi chochote. Na jema na tike hapa. Changamoto kubwa sana ya baadhi ya wakandarasi, wanalalamikia sana malipo, hasa tenda zile za serikali. Kwamba kwanza hela zinachelewa. Umeelewa vizuri? Kwa sababu mtu leo ukimpa tenda kujenga darasa au nyumba ya mwalimu akaikamilisha pengine kupitia fedha zake, huyo mtu ambaye anasimamia hiyo tenda amekopa mbao. Umeelewa vizuri? Akakopa misumari. Hata kama bati zipo, inawezekana kakopa hizo mbao, na mbao hazikuepo, bati anapiga, anawezekana naye anakuwa na vibarua ambao nao wale wanatakiwa kila siku wapate chakwa. Na huyu ambaye ni kibarua, yeye angalia umelipwa au hujalipwa. Yeye anaangalia per day, kwa siku. Kwamba akipiga tenda jioni anarudi na teni yake usi 20 vyovyote vile. Sasa huyu anaanza sasa kudai, na unakuta anapigwa chenga mara tumeenda kwa nani, kwa mtu wa manunuzi, pengine ndio huko hela si nini kunasumbua, si vikao baada vijakaliwa, kwa unakuta sasa anapigwa chenga, anaona sababu anafanya hivyo. Na ni wengi sana, sio huyo tu, kuna wengi sana ambao unakuta wanasumbuliwa hasa kwenye hizo halmashauri. Ndiko ambako unakuta wanashindwa kuwalipa kwa wakati. Na miradi unakuta wakati mwingine ndio inasimama. Baada ya mradi kuendelea, unaanza kuisha mradi, mradi unaisha kabisa. Lakini yule fundi hajalipwa. Inakuwa ni changamoto. Na mzabuni katika halmashauri hiyo anadai shilingi milioni 119 na ametoa taarifa kwa mamlaka husika, huko mkurugenzi wa halmashauri Rose Manumba kidai anatishwa maisha na mkandarasi huyo. Mkandarasi baada ya kusema naenda kung'oa akasema unanitishia maisha baba. Hayo yalisema hivi karibuni na mkurugenzi wa kampuni hiyo Abel Thomas Mabao akizungumza na wanahabari, akizungumzia na kutoa taarifa hiyo za madai anayo kama anavyowaza, kwa maana alivyonazo taarifa hizo. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Ana Mringi Macha alisema kiasi anachodai katika kituo cha Bulige ni shilingi milioni 500 zinazotakiwa kulipwa, na kuongeza kuwa mkurugenzi aliyekuwepo awali Hamis Katimba aliahidi kulipa lakini alitoa kiasi kidogo. Aidha alisema mkataba ulikuwa ukihusisha ujenzi wa majengo 4 ya hospitali ya Ntobo ambao ni ya upasuaji, wodi ya wanaume, jengo la mionzi na ufuaji, lakini yenye thamani ya shilingi milioni 24. Alisema alianza kudai tangu mwaka juzi, lakini anaendelea kusema aliendelea kuahidiwa kwamba unalipwa baada ya wiki moja na hatimaye mpaka leo hii 2025 hajalipwa bado. Na kwa kiasi anachodai unaona kabisa kwamba hata kusema nina ondoka na milango ya hii zahanati, naona ni ile tu kwamba amepata ghadhabu, lakini sio kwamba akichukua inaweza kufanana na thamani ya pesa ambayo anadai, kwa sababu yeye anadai milioni 500. Gazeti la Habari Leo, gazeti la Afrika Mashariki lina taarifa kubwa pia. Wameandika mageuzi mashirika ya zagawio bilioni 900, msajili hazina mapato ya juu 40% kufanya ukaguzi kama wa CAG.
NIC kuingia soko la hisa, sekta binafsi kuendesha mwendo kasi. Taarifa imeandikwa kurasa wa pili gazeti la Habari Leo. Iko taarifa hapo ameandika CCM yataka umeme megawatt 8,000. Taarifa ipo kurasa wa 4. Lakini Biteko ataka tathmini utekelezaji mkakati nishati safi. Hiyo ni taarifa imeandikwa kurasa wa 3. Wakati NHIF yashtukia upigaji bilioni 5.7, kadi za wanachama 983 za sitishwa, trilioni 1.6 kutekeleza vipaumbele 10 vya afya. Taarifa imeandikwa kurasa wa 21. Wakati Moi yaanza tiba kwa akili mnemba, kisukari, unene waongezeka. Taarifa imeandikwa ukurasa wa ndani gazeti la Habari Leo, gazeti hili la Afrika Mashariki. Nikikamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, nalo lina taarifa nyingi, lakini kubwa ni taarifa ya polisi. Askofu Gwajima afuate utaratibu kisheria. Ni iwapo anataka kanisa hilo liendelee na shughuli zake za awali. Ulinzi waimarishwa kwenye kanisa hilo, waliokaidi wakamatwa. Taarifa imeandikwa ukurasa wa 4 gazeti la Majira.